Jumamosi ya tarehe 19 Novemba 2016 na Jumapili ya tarehe 20 Novemba 2016, chama chetu kilipanga kufanya ziara ya ukaguzi wa shughuli za chama na kufanya vikao vya ndani katika mkoa wa Mtwara na baadaye mkoa wa Lindi. Tarehe 16 mwezi wa 11 2016 nilimwandikia barua mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP ya kumjulisha kwa maana ya kutoa taarifa kwake za ziara yangu kwa barua yenye kumbukumbu namba CUF/AKM/003/016/032, na pia niwajulisha wakuu wa jeshi la polisi mkoa, yani RPC wa Lindi na Mtwara kwa barua kumbukumbu namba CUF/AKM/003/016/030 ya tarehe 16 Novemba 2016. Kwa mujibu wa sheria, hatupaswi kuomba kibali au kutoa taarifa kwa jeshi la polisi kwa utekelezaji wa shughuli za chama kwa vikao vya ndani. Hata hivyo, kutokana na hali ya kisiasa nchini na ili kuepuka migongano isiyo lazima na pengine kusababisha mwingiliano wa majukumu na kuharibu rasilimali chache zilizopo kwa madhumuni ya kufanikisha shughuli yetu, tukaonelea ni vyema kuwajulisha kwa kuwapa taarifa, ili kama kuna suala lolote nalohitaji kushauriana tuweze kutoa ushirikiano unaofaa. Wasaidizi wangu walitangulia Mtwara siku 5 kabla ya ziara na walipata fursa ya kuonana na RPC na mkuu wa jeshi la polisi wilaya, yani OCD, na kuwajulisha juu ya ziara hiyo. Baada ya mazungumzo na maelekezo kadhaa waliotoa na kuweza kukamilishwa, OCD wa Mtwara ndugu IM Mushi SSP aliandika barua ya kukubaliana na kuendelea na maandalizi ya kikao hicho kwa barua ya tarehe 18 Novemba 2016 yenye kumbukumbu namba MT/32/8/200. Barua hizo tumezambatanisha na taarifa hii. Vile vile kwa upande wa mkoa wa Lindi, OCD ndugu Augustine G. Titus SP, baada ya kukutana na viongozi wetu wa wilaya na kujulishwa juu ya ziara hiyo na kumwachia barua ya kumtaarifu, alikubaliana na ziara hiyo na kuahidi kutoa ulinzi na kuwataka waendelee na maandalizi, pamoja na kuwashauri kuwa wasitumie pikipiki katika mapokezi ili kuepusha msongamano na ajali. Jumamosi majira saa 2, wakati viongozi na wanachama wakiwa wamefika uwanja wa ndege wa Mtwara kwa ajili ya kunipokea, OCD wa Mtwara alipeleka vijana wake, yani askari polisi wengi tu, eneo la ukumbi wa kikao kilichopangwa kufanyika katika ukumbi wa chuo kikuu cha South Parish na kutawanya watu na kuzuia kuingia chuoni hapo hata kwa wanafunzi na wafanyakazi, huku kuendesha msako mkubwa kwa kila anayefika hapo na kufanya ukaguzi wa vitambulisho kwa kila aliyetaka kuingia chuoni hapo. Askari walikwenda ukumbini na kuwataka watayarishaji kuacha kufanya matayarisho ya ukumbi na kuwataka waondoke mara moja. Lakini pia alituma askari uwanja wa ndege kuja kudai kupewa barua yake aliyoiandika jana yake kukubaliana na kufanyika kikao hicho na kuwachukua wasaidizi wangu na walinzi wetu kwenda nao kituoni.
Walipofika kituoni, wakatoa barua ya kuzuia kufanyika kwa kikao hicho saa 2 tu kabla ya kuanza kwa kikao, kwa madai kuwa kuna taarifa ya kufanyika kwa vurugu na kuna zuio la kufanyika kwa kikao hicho kutoka kwa katibu wa CUF wilaya. Maajabu, Katibu wa wilaya anaweza kuzuia shughuli za katibu mkuu. Kutokana na sababu za kiusalama, eti jeshi la polisi lilizuia kufanyika kwa kikao hicho. Magari kadhaa ya askari na magari ya maji ya washawasha yalikuwa yakipita kila eneo la mji wa Mtwara kuwatisha watu na kuonyesha kama kuna tukio la hatari. Tukalazimika kuitisha mkutano na vyombo vya habari pale Mtwara, na muda huo huo baada ya RPC kujulishwa kuwa CUF inataka kuzungumza na waandishi, naye akawaita waandishi na kuzungumza nao kuzungumzia swala hili. Mbali na hapo awali kudai kuwa masuala hayo ni ya OCD Mtwara, si yake. Baada ya majadiliano marefu na wabunge wetu na wajumbe wa Baraza Kuu la Uongozi la Taifa, wakadai kuwa wao wamepokea amri kutoka juu ya kuzuia kufanyika kwa kikao hicho, wakati Mtwara wanadai kuwa wamepokea barua ya katibu wa CUF wilaya, ikiwa ndiyo sababu moja ya kuzuia kikao hicho. OCD wa Lindi yeye alidai alizuia kutokana na taarifa za kiintelijensia na sababu za kiusalama, ingawa hakuna kiongozi yoyote wa CUF wilaya Lindi mjini aliyekuwa anapingana na ziara hiyo. Baada ya kujadiliana sana na viongozi wetu wa wilaya na wabunge wetu, baadaye naye akadai kuwa amepokea amri kutoka juu. Wabunge wetu walifanya juhudi za kumtafuta mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP na waziri wa mambo ya ndani ya nchi, na wote walipatikana. Hata hivyo, majibu ya IGP yalikuwa yanaunga mkono maamuzi yaliyochukuliwa na watendaji wake. Nimechukua hatua za kumtafuta waziri wa mambo ya ndani Mheshimiwa Mwigulu Nchemba, lakini hata hivyo sikuweza kuonana naye macho kwa macho kutokana na kubanwa na majukumu ya kazi. Kwa hivyo nimemwandikia barua tarehe 24 mwezi wa 11 yenye kumbukumbu namba CUF/HQ/OKM/2016/Volume.003 kwa madhumuni ya kumweleza yanayofanywa na watendaji wa wizara yake na kumuomba kuchukua hatua za kurekebishwa hali hii.